kuona TV mbalimbali, IOTV na wengine kuungana katika hili. Mungu akawabariki sana. Tusikilize kidogo. Unajua kuna kumbukumbu kama kawimbo kake fulani. Hebu nipe kidogo tu. Iko mbali. Sasa tunazungumza na Tanzania. Nchi yetu ni nchi inaongozwa na mito. Hakuna nchi ambayo katika Afrika haina mito. Hiyo itakuwa ni nchi tunapigania uhuru, tunapigania nchi ya Tanzania, lakini wapo watu wanazunguka tu huko kama mazuzu katika nchi yetu kuzungumza vitu vya ovyo kama tunataka amani katika nchi yetu, na hili nalizungumza kwa sababu na amani katika nchi yetu, ni lazima tupate vijana ambao wanaweza kuongoza taifa hili. Leo viongozi mbalimbali katika kipindi cha uchaguzi, wapo watu wanazungumza lakini hatuwezi kuwa na minong'ono hivyo ya kizuzu. Hatuwezi kuwa na hivyo. Kila taifa lina miko. Tutakuwa watu wa namna gani? Tuna miko ya ovyo. Tutakuwa namna gani hawa watu? Kwa hiyo nawashukuru sana kuweza kufanya hili na kuweza kupambana na maadui hawa. Rushwa pamoja na masuala ya ukabila si mazuri katika nchi yetu. Masuala ya dini sio mazuri katika nchi yetu. Ubaguzi wa rangi sio mzuri katika nchi yetu. Tunazungumza hayo kwa sababu hatuwezi kuonea haya mambo kama haya. Hatuwezi kuonea hata kidogo. Tunataka nchi inayoongozwa na miko na katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo baada ya kuzungumza hayo, niseme kwanza kikao hiki nimekibariki kwa sababu nilikuwa na tabia kuongea na wazee wa Dar es Salaam na wazee wengine. Kwa hiyo leo mmenikumbusha kidogo. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, tuzungumze na kuliombea taifa letu la Tanzania kwa kusema Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Tanzania yetu, sauti ndogo. Tanzania yetu, amani kwanza, raha sio raha. Wana mzee Salomona umemtoka Msimbazi hapa. Sasa hii yote ni matokeo ya amani. Ndio mtu anaweza kakaa akafikiri nifanyeje. Maana ukiwa na amani ndio utawaza kutafuta fedha, utawaza kusoma. Sasa amani hauna, unawaza kukinukisha. Afala taakilun, inahusu. Sasa bongo zetu zishatulia, tumerelax, ubongo umepata. Tuna dakika 10 kuelekea kwenye mada ya mwisho ili yaanze majadiliano. Katikati ya dakika 10 hadhara hii imepata wageni wawili. Ni wageni muhimu na ni wanamama. Tuna mwanamama anaitwa Bi Margaret Mangasa. Huyu ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kawe. Kwa maana Kinondoni, jimbo la Kinondoni na Kawe, na maana majimbo yote mawili. Ni msimamizi wetu wa uchaguzi. Kwa hiyo ana dakika zake na yeye 3 zisizozidi 5 awasalimie na kama anaweza kuwakumbusheni. Wakati huo Bi Msumi ujiandae, ukiona tu mama anaondoka na wewe uje utoe elimu yako kwa dakika